بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ya kumhimidi Allah azza wa jalla na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maudhui ambayo imechaguliwa kuzungumzwa katika majlisi hii ni maudhui ya at-tatayyur was-sihr. Maudhui hii ambayo inazungumzia mambo ya uchawi ni maudhui muhimu sana, kwa sababu imebeba akida ya Muislamu namna gani inavyoharibika kwa kuingia katika mambo haya. Na nitakuombeni kina mama muwe makini kidogo katika maudhui hii, kwa sababu nitaizungumza kwa vipengele kimoja kimoja, na ni maudhui ambayo katika zama zetu linaonekana jambo la uchawi ni jambo la kifahari, na wachawi wanajifahari kwa uchawi wao. Lakini watu wengi sana wameingia katika mambo ya kichawi kwa namna mbalimbali za uchawi. Nukta yetu ya kwanza ni kujua maana ya uchawi katika upande wa matumizi ya hili neno la sihri katika lugha ya Kiarabu, lakini pia katika istilahi za kisheria. Neno as-sihru katika lugha ya Kiarabu yutlaqu ala kulli shay'in khafiya sababuhu, linatumika juu ya kila kitu ambacho imejificha sababu yake. Walatufa wa daqqa, na ikawa imefanyika katika hali ya siri ama hali ya udogo sana, kiasi huwezi ukaidiriki kwa kuijua ile sababu yake. Na neno hili katika istilahi ya kisheria, neno as-sihru, wanaeleza ahlul ilmi kwamba anwa'uhu adida, uchawi una namna nyingi sana, wa turuquhu mukhtalafa, lakini hata zile njia zake za kichawi ziko tofauti tofauti. Walaysa hunaka ta'rifun jami'un lahu, na uchawi hauna taarifu ambayo inakusanya hizo maana na hizo njia zake, taarifu ambayo itakusanya namna za uchawi na njia za kichawi. Wanachuoni kila mmoja amezungumza katika taarifu ya namna yake. Hata akasema الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى katika أضواء البيان سمع اعلم أن السحر في اصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع. Uchawi katika istilahi ya kisheria haiwezekani kuwekea taarifu itakayokuwa imekusanya sehemu zake zote na imezuia sehemu zingine. Kathratul anwa'i mukhtalifa
ad-dakhilati tahtahu, kwa sababu uchawi neno hili linaingia vitu vingi ndani yake vilivyo katika sura tofauti tofauti. Wala yatahaqqaqu qadru mushtarakun bainaha yakunu jami'an laha mani'an lighayriha, na wala haiwezi kuhakiki kiwango cha kushirikisha baina ya kitu na kitu kingine, hali ambayo itakayoweza kupelekea ile taarifu iwe imekusanya maana kamili ya uchawi na ikazuia kitu kingine kuingia katika maana hiyo. ومن هنا اختلف عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. وهل hiyo basi neno la sihiri katika lugha ya Kiarabu na kastilahi ya matumizi ya kisheria ni neno ambalo tofauti zake zimekuwa nyingi baina ya wanachuoni. Kila mwanachuoni ametoa taarifu katika taarifu yake alioona kwamba hii itaenea kuutambulisha uchawi. Miongoni mwa wanachuoni waliozungumza habari ya taarifu ya istilahi ya uchawi ni al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Anasema rahimahullahu ta'ala katika Zadul Maadi, as-sihru huwa murakkabun min ta'thirati al-arwahi al-khabitha, uchawi ni taathira zinazotokana ambazo zimepandanika kutokamana na roho chafu au viumbe wachafu, wa fi'ali alquwa tabi'iyatu anha, na matendo yanayofanyika kwa nguvu za kimazingira. Kwa hivyo uchawi ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali ambavyo wanavitumia wachawi baada ya kumkufuru Allah tabaraka wa taala, wakivifanya vitu hivyo kujikurubisha navyo kwa hao mashaitani wanaowahudumia, na vikaweza kuathiri katika maisha ya watu kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Uchawi hauwezi kuathiri isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu yetu ya kwanza. Kwa hiyo uchawi ni mambo ambayo yana mchanganyiko wa vitu vingi, na ndio maana utaona wachawi wanatofautiana, na wachawi katika zama zetu wamezidi kuwa na utaalamu mkubwa zaidi katika kumkufuru Allah tabaraka wa taala, katika kuendea huo uchawi wao. Hiyo ni nukta yetu ya kwanza. Nukta yetu ya pili ni tarikhu sihri, historia ya uchawi ilianza lini? Allah subhanahu wa ta'ala hakupata kuuleta umma ila umma huo aliupelekea mtume, akawalinganie watu katika ibada ya Allah tabaraka wa taala, wamwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote, na awakataze watu wake kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote katika viumbe vyake. Akaeleza Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Fatir katika aya 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na wala hakuna umma, hakuna watu isipokuwa walipelekewa mtume. Lazima watu wale walipitiwa na mtume, na mtume yule aliwahimiza kumwabudu Allah tabaraka wa taala na aliwakataza kumshirikisha Allah subhanahu wa taala. Wa kullu ummatin yub'athu ilayha rasulun yaskharu qaumuhu minhu, kila umma waliopelekewa mtume watu wake walikuwa wakimfanyia maskhara yule mtume, lakini pia warmunahu bisihri, na walikuwa wakimtupia dhambi ya uchawi. Kila mtume aliyekwenda alipewa sifa ya uchawi, jambo ambalo linajulisha kwamba uchawi
ni jambo lilofahamika katika umma zilizotangulia. Tangu walipopatikana wanadamu ukaenea uchawi katika ardhi katika vipindi tofauti tofauti na katika zama tofauti tofauti kuanzia karne za mbali, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika surati Adh-Dhariyat katika aya 52, kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyo, hakuna watu waliojiwa na mtume kabla yao isipokuwa walisema yule mtume wao ni mchawi au yule mtume wao ni mwenda wazimu. Kila mtume alitupiwa jambo hili kuonyesha kwamba jambo la uchawi ni jambo lilikuwepo katika umma za zamani. Bali anasema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, asema wa kana as-sihru mawjudan fi zamani Nuh, bali uchawi ulikuwa upo katika zama za Nuhu. Zama za Nuhu pia kulikuwa na uchawi. idh akhbara Allahu an qaumi Nuh, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea watu wa Nuhu, annahum za'amu annahu sahir, kwamba watu wa Nuhu walidai mtume wao Nuhu alayhi salam kuwa na yeye ni mchawi. وقال قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح. akasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, qissa Harut na Marut kilikuwa kabla ya zama za Nuh, ala ma dhakara ibn Ishaq wa ghayruhu. Kwa jambo la uchawi ni jambo lenye historia ya miaka mingi, ya karne nyingi zilizopita. wasihru yantashiru dhuhuruhu 'inda aqwami wa yaqillu 'inda al-akharin. Uchawi huwa unaenea na ukasambaa katika baadhi ya watu, na unaweza pia ukafichikana ukawa ni mchache katika baadhi ya watu wengine. Kuna baadhi ya zama zinakithiri uchawi na watu wanashindana kwenye uchawi, na kuna baadhi ya zama baadhi ya watu kwao uchawi unakuwa ni kitu adimu kidogo. Fi zamani Musa alayhi salam, katika zama za Nabiullah Musa alayhi salam, shaa as-sihru was-sahara, ulienea uchawi na wachawi, ikawa ni fahari watu kushindana katika uchawi, na wakapambana na Musa katika jambo lao la uchawi, wala hawakuogopa na wala hawakuona haya, dhahir shahid. Wakapambana na Musa wakimuona kama Musa pia na yeye ni mchawi. Bali ameeleza al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala katika tarikh Ibn Khaldun, wa kana lis-sihri fi Babila wa Misra, ulikuwa uchawi katika mji wa Babili na katika mji wa Misri, azmana bi'ithati Musa alayhi salam, katika zama ambazo aliletwa Musa alayhi salam. Aswaqun nafiqa, ni biashara, watu wanaopatia faida sokoni. Kuna mtu anaweza kwenda sokoni akanunua uchawi, na mtu anaweza kwenda sokoni akauza uchawi, na watu walikuwa hawana hofu wala hawaogopi, kwa sababu ni zama zilienea sana uchawi. Hii inatuonyesha kwamba uchawi ulianza zamani na wachawi walianza zamani, na ndio maana kila mtume aliyekuja watu wake walimtupia tuhuma ya uchawi. Lakini kuna baadhi ya watu wanakataa uchawi hakuna, na wanasema hakuna kitu kinaitwa uchawi kwa sababu hakionekani. Lakini dini yetu sisi ya Kiislamu inatuthibitishia kwamba uchawi upo,
na uchawi ni jambo la hakika na sio khayali. Upo uchawi na unatokea na watu wanajifunza na wanafanya, na watu hutumia uchawi wakamtenganisha baina ya mume na mkewe, wakamtenganisha baina ya mke na mume, wakamtenganisha baina ya baba na mwanaye, wakamtenganisha baina ya mama na mwanaye, bali wakawatenganisha hata marafiki wawili au jamaa wa karibu au familia nzima. Haya ni mambo yapo, lakini hayafanyiki isipokuwa kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Uchawi hauwezi kudhuru pasina idhni ya Allah tabaraka wa taala. Ameeleza Allah tabaraka wa taala katika surati al-Baqara katika aya 102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi, wanajifundisha watu uchawi wa kutenganisha baina ya mtu na mumewe ama mtu na mkewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwamba uchawi kwa idhni ya Allah huwa unafikia hatua ya kuwadhuru watu na ikawatenganisha watu, bali pia uchawi unaweza kuleta taathira ya maumivu katika mwili wa mtu na kuharibu na kumfanya mtu akawa mgonjwa, bali kufikia hatua ya kupoteza maisha ya mtu. Na mtu anaweza akaathirika na uchawi na akawa ni mtu aliyerogwa, na yote haya hayawi isipokuwa biidhnillah, kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي رحمه الله تعالى ameeleza katika kitabu Rawdatu Talibin, wasahihu anna lahu ay as-sihr, na kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba uchawi haqiqatun kama qaddamnahu, uchawi ni jambo la hakika kama tulivyotanguliza. Wabihi qata'a al-jumhur, na hiyo ni kauli wameipitisha jamhur al-ulama wa alayhi 'ammatu al-ulama, na ndiyo kauli ambayo wanaisimamia wanachuoni wote. Wayadullu alayhi al-kitabu was-sunnah as-sahiha al-mashhura, na inajulishwa kauli hiyo na Qur'ani na sunna sahihi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na miongoni mwa kauli ambazo zinathibitisha kauli ya Allah tabaraka wa taala katika sura al-Falaq, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Uqad ni vifundo ambavyo wachawi wanafunga katika uchawi wao na kuweka manuizi maalum katika madhara wanayoyakusudia katika uchawi wao. Lakini pia hadithi ya Aisha ni mashuhuri ambayo imeelezea mtume kuathirika na uchawi ambao aliyofanyiwa na mwanamke wa Kiyahudi. Kwa hivyo uchawi ni jambo la hakika, lipo, na Muislamu anatakiwa kujua kwamba uchawi upo, lakini anatakiwa Muislamu kuamini na kuitakidi ya kwamba uchawi haudhuru kama uchawi, bali uchawi utadhuru kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Na hiyo ni nukta yetu ya tatu. Nukta yetu ya nne ni hatari ya uchawi. Watu wengi wameliona jambo la uchawi ni jambo la kawaida kwa sababu ya kuyaendea yale wanayoyataka katika maisha yao, ama kuyaondoa yale wanayoyachukia hata kama ni mazuri kwenye jamii na kwenye baadhi ya maisha ya watu. Ima wao wenyewe wakafanya uchawi, na ima wakawatuma watu wakawafanyia uchawi huo. Sasa hatari ya jambo hili ni hatari kubwa sana, kwa sababu katika vitu ambavyo anavimiliki Muislamu katika uhai wake wa maisha haya ya dunia ni dini. Dini ndiyo kitu ghali kuliko vitu vyote anavyovimiliki mwanadamu. Na mtu mwenye busara na mwenye akili timamu siku zote anachunga kuihifadhi dini yake isiharibiwe na dini yake isiingiliwe na mapungufu.
na wala hakubali wala haridhii kuitia dosari dini yake ama kuichafua dini yake kwa mujibu wa itikadi aliyojifundisha katika dini yake. Kwa hiyo dini ni kitu kilicho ghali zaidi katika maisha yako wewe Muislamu. Hakuna chenye thamani kama dini yako. Kuharibika kwa mwili wako ni bora kuliko kuharibika kwa dini yako. Kumwagika kwa damu yako ni bora kuliko kuharibika kwa dini yako. Wasihru wadhihabu ila as-sahra li'amali as-sihri khatarun 'adhim 'ala al-'aqida. Kufanya uchawi na kwenda kwa wachawi kwa ajili ya kufanya au kutimiza lengo la uchawi uliofuata katika mambo unayotaka kuyafanya, hatari yake ni kubwa sana katika itikadi. Lianna talaba amal as-sihri min as-sahir min nawaqid al-islam, kwa sababu kutafuta jambo la uchawi kutoka kwa mchawi, wewe ukaenda kwa mchawi ama ukamwita nyumbani yule mchawi, basi elewa kwamba umefanya moja katika vitenguzi vya Uislamu. Qala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika nawaqidul Islam an-naqidu as-sabi', nasema kitenguzi cha saba min nawaqidil Islam as-sihru, kitenguzi cha saba katika vitenguzi vya Uislamu ambavyo vimeenea katika maisha ya watu, na watu wengi wanapuuza na hawaoni kama vina madhara makubwa, ni kuamini uchawi au kufanya uchawi. Akasema wa minhu as-sarfu wal atfu, na katika miongoni mwa uchawi ni as-sarfu, na sarfu ni kitendo cha kichawi ambacho kinakusudiwa kumbadilisha mtu katika kile anachokipenda, kama vile kumfanya mwanaume kunako kumpenda mke wake amchukie, ukamfanyia sarfu, ikawa anamuona mke wake kama mnyama fulani anayetisha, hampendi wala hataki kumsikia. Hiyo inaitwa as-sarfu. Lakini pia unaweza ukamfanyia atfu, ambayo al-atfu sasa ni kitendo cha kichawi pia vile vile ambacho kinamfanya mtu apende kukiendea kile ambacho hakipendi lakini akakipenda. Kwa hiyo ukamfanya mwanadamu akabadilisha alichokuwa anakipenda akakichukia, na ukamfanya alichokiwa anakichukia akipende. Watu wengi wanaufanya uchawi huu wakijenga hoja kwamba kumroga mume wako sio tatizo, kwa sababu unalinda ndoa yako, akupende wewe tu. Ama kumroga mtu ambaye anataka kukuoa asibadilishe mtazamo wake, akuoe wewe tu, kwamba midamu lengo lako wewe unakusudia kheri, uolewe, hakuna vibaya ukifanya uchawi. Elewa kwa kufanya hivyo utakuwa umeutengua Uislamu wako. Na wengi wameingia, hasa wanawake, katika hili jambo limewaangamiza kwa kiasi kikubwa mno. Kwa mtu yoyote ambaye atafanya uchawi wa sarfu ama atafanya uchawi wa atfu, moja katika hizi namna mbili, au asifanye yeye, akamtuma ndugu yake au jamaa yake akamfanyie yeye, akaridhia yule jamaa yake kwenda kumfanyia, basi mtu huyo atakuwa amekufuru na ametoka katika Uislamu. Allah tabaraka wa taala ameeleza, wama yuallimani min ahadin, wale malaika walikuwa hawamfundishi mtu yoyote uchawi, hatta yaqula, mpaka wamwambie, innama nahnu fitnatun,
hakika sisi tumeletwa kwenu ni mtihani na tulichokuja nacho ni mtihani, fala takfur, msikufuru kwa kujifundisha uchawi wala msikufuru kwa kufanya mambo ya kichawi. Kwa hivyo as-sahiru wadhahibu ilay, mchawi na yule anayekwenda kwa mchawi kwa ajili ya kufanya uchawi, hukumuhuma sawa, hukumu zao ni sawa sawa. Wewe mteja na yule anayekufanyia uchawi, nyinyi wote mnaitwa ni makafiri, mmeritadi na mmetoka katika Uislamu na hamkubaliwi Uislamu wenu kwa sababu ya kufanya ule ushirikina wa uchawi. Kwa hivyo uchawi sio jambo rahisi, ni jambo baya sana kwa sababu linaharibu dini. Bali mtu anayefanya uchawi amefanya shirki, kwani Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi aliyoipokea al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu akasema, waman sahara faqad ashraka, na mwenye kufanya uchawi amefanya shirki. Kwa uchawi ni ushirikina, uchawi ni ushirikina. Kwa hivyo mtu anayefanya uchawi amefanya ushirikina, na uchawi ni jambo la haramu katika dini zote walizokuja nazo mitume. Hakuna mtume aliyekuja kuwafundisha watu uchawi, wala hakuna mtume aliyekuja ila aliukemea uchawi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika sura Taha aya ya 69, wala yuflihu as-sahiru haythu ata, wala hawezi kufaulu mchawi. Mchawi hawezi kufaulu hata kidogo, hawezi kufaulu duniani na wala hawezi kufaulu akhira. Uchawi ni jambo baya, bali uchawi ni katika madhambi yenye kuangamiza na ni katika madhambi mabaya kabisa ambayo Mtume alayhi salatu wassalam ametahadharisha kwa Waislamu wasiyafanye. Katika hadithi bwana Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ya Abu Huraira muttafaqun alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, jiepusheni, jiwekeni mbali na madhambi aina 7 yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema, ewe Mtume wa Allah, wama hunna, ni yapi hayo madhambi 7 yenye kuangamiza? Qala, Mtume akasema, ashirku billah, la kwanza ni kumshirikisha Allah. Hilo ni jambo la kwanza. Kisha akasema wasihru, na jambo la pili ni uchawi. Sio kila mshirikina ni mchawi, bali kila mchawi ni mshirikina. Kwa hiyo dhambi ya pili kubwa na mbaya yenye kuangamiza ni dhambi ya uchawi. Kisha akasema ya tatu, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, dhambi ya tatu ni kuua nafsi ambayo Allah ameharamisha isiuliwe isipokuwa kwa haki. Na dhambi ya 4 Mtume akasema wa aklu riba, ni dhambi ya kula riba. Na dhambi ya 5 Mtume akasema wa aklu mali al-yatimi, na kula mali ya mtoto yatima. Kula mali ya yatima ni katika madhambi mabaya. Lakini pia watawalli yauma zahfi, na kukimbia siku ya vita katika kiwanja cha mapambano baina ya Waislamu na makafiri. Na dhambi ya 7 wa qadhfu almuhsinati almu'minati alghafilat, kumtupia uchafu wa uzinifu mwanamke aliyehifadhika muumini ambaye yuko mbali